النفس إن لم تظفري لا تجزعي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Qur'ani inatuambia waja wema walikuwa wametangulia walikuwa wanasema katika kumwomba Mola wao, ewe Mola wetu tusame katika yale ambayo tulikuwa tumeyafanya. Rabbana ighfir lana, tusame katika makosa, sisi binadamu tunakosea. Waliikhwanina alladhina sabaquna bil iman, lakini wasame na wale ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki. Masahaba na wote ambao wameondoka wako ndani ya tumbo la kaburi hivi sasa. Lakini wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, Mola wetu usijalie katika nyoyo zetu vifundo kwa ndugu zetu. Hivi ndugu zangu katika imani, umma huu wa leo tunapendana au tunachukiana? Mtu ambaye kafunga saumu zake, mtu ambaye katoa sadaka zake, mtu ambaye kafanya matendo yake yaliyokuwa mema ya kujikurubisha kwa Allah katika maisha yake, yote yale yamewekwa pembeni na Allah kwa sababu ya roho mbaya baina yake kwa ndugu. Turfa'u al-a'mal fi kulli yawm al-khamis wa yawm al-ithnain fayaghfar li kulli 'abdin la yushriku bihi shay'an illa rajulan kanat bainahu wa baina Allah. Hunyanyua matendo ya waja kila siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu, isipokuwa mtu ambaye baina yake na ndugu yake wana magomvi, wana chuki baina yao. Malaika huambiwa na Allah, andhiru hadhaini hatta yaf, ebu usipokee matendo yao hawa, pa kwanza wajisuluhishe wao kwa wao. Ndugu yangu, tafakar mangapi uliokuwa umeyafanya ya kheri, unatarajia Allah awe msame, Allah akuingize katika pepo yake. Leo yote yale hayakubaliwi mbele ya Allah, isipokuwa yako pembeni mpaka pale ambapo moyo wako utakapokuwa umeusafisha. Hii ni hali iliyokuwa ngumu katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhayatun qasirat, maisha ni mafupi mno. Ukiyatazama maisha haya hayastahili hata kidogo kuwa na vifundo sisi Waislamu, sisi kwa sisi, au kuwa na unafiki au husda baina yetu au kukata udugu baina yetu. Ma ajmal an yakuna ghusl alqulub wa ghusl alabdani bima'in wahid. Hakuna uzuri ulioje leo kabla hujaingia bafuni kwako kuoga, kwanza unaosha moyo wako, ndio maji yanafika kwenye mwili wako. Indama takhruju fi baiti, pale unapotoka katika nyumba yako, waqad khala qalbu, na umevua moyo wako ala qadri al-ahqadi, chuki vifundo vyote umeviwacha pale, unaondoka hali ya kwamba Qur'ani inafanya kazi katika moyo wako. Athari ya uchamungu ipo ndani ya moyo wako. Kila hatua unaoipiga unakumbuka kauli ya Allah subhana, faman afa wa aslaha fajruhu ala Allah. Mwenye kusame kwa ajili ya Allah na kusahau yale yaliyokuwa yamepita, ujira wake uko kwa Allah subhana. Samih li ajli nafsika, wallah, samehe kwa ajili ya nafsi yako, hata kama hawastahiki kupata msamaha, lakini wewe wasamehe ili wewe upande uondoshe mzigo uliokuwa nao katika kifua chako. Usiyabebe yale ambayo utakwenda kwa Allah hali ya kwamba una chuki, maradhi na hikd na kadhalika.